Tukisonga mbele na taarifa ambazo tumezichangamkia hii leo, polisi huko Embu wamefukua mwili wa mfanyikazi wa shamba mwenye umri wa miaka 29 ambaye anadaiwa aliuawa na mfanyikazi mwenzake na kuzikwa kwa siri katika kaburi lisilo na kina kirefu katika boma lilokuwa la wafanyikazi. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Embu Magharibi, Vincent Kitili, alisema makachero wamemkamata mshukiwa mkuu Josephat Kamenju ambaye anawasaidia polisi katika uchunguzi. Mwili wa Lawrence Murimi mwenye umri wa miaka 29 ulifukuliwa baada ya kuripotiwa kupotea na familia yake. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Embu Magharibi, Vincent Kitili, anasema wapelelezi walianza kuzua shaka baada ya kugundua majeraha kwa mfanyikazi mwenzake ambaye sasa ni mshukiwa mkuu Josephat Kamenju. Baada ya kuhojiwa, mshukiwa huyo inadaiwa alikiri na kuongoza polisi hadi kwenye kaburi lisilo na kina kirefu ambapo mwili huo ulikuwa umezikwa. Polisi wanasema mshukiwa alipanda mashina ya ndizi juu ya kaburi hilo akijaribu kuficha uhalifu huo. Mwili huo ulipelekwa katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya Embu Level 5 kwa ajili ya uchunguzi, huku uchunguzi ukiendelea. Polisi wanasema mshukiwa atafikishwa mahakamani mara tu uchunguzi utakapokamilika. Yule mshukiwa akahojiwa sana, akafanyiwa interrogation na polisi, na baadaye akaweza kuongoza polisi mpaka mahali alipoweka ule mwili baada ya kufanya hicho kitendo cha uhaini. Kwa hivyo mshukiwa saa hizi tuko naye na tayari amefikishwa kotini, tukiomba masiku ya uchunguzi. Sasa tumekonfirm mwili ni wake. Tunadisialisa kwenda mosali saa hii. Mimi sina mengi. Kenye nasema ni askari wafuatilie huyu mtu ametutendea hiyo kitendo cha unyama. Katika kaunti ya Kiambu, polisi wanachunguza kifo cha mwanaume mwenye umri wa miaka 53 ambaye mwili wake ulipatikana kwenye bwawa huko Ting'ang'a. Polisi wanasema mwili wa mwanaume huyo ulipatikana kwenye bwawa la eneo hilo, huku uchunguzi wa awali ukionyesha kuwa huenda alijitia kitanzi kufuatia migogoro ya kifamilia. Maafisa wa utawala wanasema uchunguzi unaendelea ili kubaini ukweli wa mambo. Wakazi wanasema watu kadhaa wamefariki katika mabwawa hayo katika miaka michache iliyopita, huku wakitoa wito wa kuimarishwa kwa hatua za usalama, ikiwa ni pamoja na kuweka ua kando ya bwawa hilo ili kuzuia majanga zaidi. Kuna kijana yetu walikuwa wamepotea, huyo Joseph Kinuthia Ruitimi. Tukaona ya kwamba watu waende waangalie kama ni mavazi yake, na wale walikuja wakaona ya kwamba viatu ni yake, jacket ni yake. Sisi tunaomba ya kwamba serikali ichukue jukumu la kuja kufence hii damu. Katika kijiji cha Isongo huko Mumias Mashariki, kaunti ya Kakamega, hali ya huzuni imewakumba wakazi baada ya mwanafunzi wa darasa la 5 kupigwa na umeme nyumbani kwa familia yake. Marehemu aliyetambuliwa kama Moses Atsulu, ambaye ni mwanafunzi wa shule ya Khaimba Comprehensive, anaripotiwa kufariki baada ya kuguza waya wa umeme uliokuwa ukining'inia nyumbani kwao. Uchunguzi umeanzishwa kuhusu tukio hilo. Nimeweza kuongea na OCPD na OCS ambaye ameinform watu wa Kenya Power waweze kukuja kuweza kujua ni nini imefanyika ndio hii ajali ambayo imetokea ikatokea. Na hatimaye familia ya Joy Kanini mwenye umri wa miaka 25 ambaye aliuawa kikatili na mwili wake kukatwa viungo huko Nyeri inatafuta haki kwa binti yao. Wakizungumza wakati wa mazishi yake katika eneo la Mutaro, kata ya Ngobit, kaunti ya Laikipia, familia hiyo imetoa wito wa kutendewa haki kufuatia kifo cha Kanini. Ni jukumu ya serikali kulinda mali na maisha ya wananchi. Ni vigumu na uchungu mwingi wakati tunasimama hapa tukiwa tunaomboleza msichana ambaye anaitwa Joy Kanini ambaye yako na miaka michache. Teresa Mutai, Darubini.